Majira ya saa 5 asubuhi, soko la Mlimani lilikuwa na shughuli nyingi. Watu wakipita huku na kule, wengine wakipiga kelele kuuza bidhaa. Kwenye kona ya soko, kulikuwa na kijana mmoja aliyekuwa akionekana kama kichaa. Nguo zake zilichakaa, nywele zikiwa zimetingana, na uso wake ulikuwa umejaa mavumbi na jasho. Watu walimzoea. Walimuita Chacha, kichaa wa mtaani, ambaye hakuwa na historia inayojulikana zaidi ya kuwa alitokea ghafla na kuishi mitaani kwa miaka 3. Wakati watu wakimkwepa au kumcheka, mwanamke mmoja aitwaye Neema alikuwa na jicho la tofauti. Alikuwa mchuuzi wa maandazi sokoni, mwenye roho ya huruma. Alianza kwa kumtazama tu Chacha kwa mbali, lakini kila siku moyo wake ulizidi kuvutwa kwake kama kuna kitu kisichoeleweka. Siku moja, alichukua kikombe cha chai ya moto na maandazi mawili, akamkaribia kwa hofu na tahadhari. Watu walimtazama kwa mshangao. "Kaka, kunywa hii chai. Baridi sio nzuri," Neema alisema kwa upole. Chacha hakusema neno. Alimtazama tu kwa sekunde kadhaa, macho yake yakiwa na uzito wa maumivu makubwa yasiyoelezeka. Kisha akaipokea chai na kuinywa kimya kimya. Neema hakujua kuwa huo ulikuwa mwanzo wa penzi la ajabu ambalo lingeibua maswali mengi, lawama, huzuni na hatimaye siri kubwa. Majuma yalivyopita, watu wa soko wakaanza kuzungumza. Kila siku Neema alimletea Chacha chakula. Siku nyingine alimleta dukani kwake, akamvalisha tisheti mpya na kumpaka mafuta. "We Neema, una lako, vinginevyo umelogwa na huyu kichaa," alisikika mama mmoja akisema huku akiangusha kicheko cha dhihaka. Lakini Neema hakuona kichaa. Aliona mwanamume aliyejeruhiwa na maisha. Aliona maumivu, upweke na uhitaji. Alianza hata kumpeleka kwa daktari wa akili mmoja bila ya yeye kujua. Akampa dawa kwenye maji na kwenye juisi ya matunda. Chacha alianza kuonekana mtulivu zaidi. Siku zilivyopita, alizidi kuwa na utulivu. Akawa anazungumza maneno machache ya maana. Alikumbuka jina lake kamili, Charles Baraka. Lakini kuna jambo moja Neema hakujua: kwa nini Charles aligeuka kichaa, na kwa nini alipoanza kuwa sawa alitokwa na machozi alipomwona Neema. Usiku mmoja mvua kubwa ilinyesha. Neema alipomaliza kazi, alimkuta Chacha ameketi karibu na banda lake amelowana. Alimsogeza ndani ya banda hilo, akamfunika kwa kitenge chake. "Nitakusaidia mpaka mwisho, hata kama dunia nzima itaniita kichaa kama wewe." Chacha aligeuka, macho yake yakiwa mekundu kwa baridi na hisia. "Neema, sijawahi kuona mtu anayeniona mimi kama binadamu." Alianza kulia. Machozi hayo yalimtuliza Neema, lakini pia yalimchanganya. Kwa mara ya kwanza alihisi kuna mtu ndani ya kichaa huyu. Kesho yake, wakati Neema akiwa kazini, simu yake iliita. Alipoiangalia kwa makini, jina la mpigaji lilikuwa Dr. Mvungi, yule daktari wa akili aliyekuwa anamletea Chacha dawa. "Neema, kuna jambo lazima nikwambie. Huyu kijana hakupoteza akili kwa kawaida. Kuna watu walimvunja moyo, wakampora kila kitu. Alikuwa na familia na alikuwa mtu mkubwa kabla ya kupotea. Na sasa kumbukumbu zake zinaanza kurudi." Baada ya mazungumzo na Daktari Mvungi, Neema alikaa kimya kwa dakika kadhaa. Hakutaka kuamini kuwa mtu aliyekuwa akimletea chakula chini ya mti alikuwa mtu aliyewahi kuwa mkubwa, mwenye hadhi, familia na jina. Akakumbuka jinsi macho yake yalivyokuwa na huzuni ya ndani, na sasa alianza kuelewa. Hakuwa kichaa wa kawaida, bali ulikuwa uchungu wa roho iliyojeruhiwa. Usiku ule, Neema alimpeleka Chacha nyumbani kwake kwa mara ya kwanza. Alioga, alivaa nguo safi, na alipolala usiku alilia kama mtoto mdogo. Usiku huo huo, Neema alisikia Charles akisema maneno yaliyomshangaza. "Mimi sikumuua baba, sikumuua. Wao walinisingizia walitaka urithi, na nikaishi mtaani kama mnyama." Neema aliamka. Alimtazama Charles akiwa analala, huku uso wake ukiwa na maumivu makali ya ndoto za zamani. Ndipo alipogundua kuna watu waliomfanya apoteze akili. Kesho yake Neema alikwenda kwa Daktari Mvungi tena. Hapo ndipo ukweli ulipoanza kujitokeza. "Dokta," alisema, "Charles alikuwa mtoto wa pili wa familia tajiri sana kutoka Moshi. Baba yake alikuwa mfanyabiashara maarufu wa mashamba ya kahawa. Baada ya kifo cha ghafla cha baba yao, kaka zake walimzushia kwamba alimuua kwa sumu ili arithi mali. Lakini upelelezi haukuthibitisha, ila familia nzima ilimkana. Alishikwa na mshtuko wa kisaikolojia na akatoroka. Toka siku hiyo, akaishi mitaani kama kichaa." Neema alishika kichwa. Akasema, "Huyo ndiye mwanaume niliyempenda. Kichaa ambaye alinyimwa haki. Lakini sasa nitapigana kwa ajili yake. Hakika hastahili kunyanyasika zaidi." Wiki chache baadaye, watu wa mtaani walizidi kushangaa. Neema alianza kutembea na Charles kama mume na mke. Alimpeleka sokoni akiwa safi. Alimleta kwenye mikutano ya kina mama.
na hata kwenye ibada ya kanisani. Wengine walimtenga, wengine walimcheka, walimwambia, Neema, wewe sasa ni kichaa kuliko kichaa mwenyewe. Lakini moyo wa Neema haukuwa na shaka. Alijua alichokiona ndani ya macho ya Charles: utu, hekima, uchungu na upendo usioelezeka. Siku moja walipokuwa wamekaa kwenye bustani ya hospitali, Charles alimtazama Neema kwa muda mrefu, kisha akaanza kusema kwa utulivu, Neema, niliwahi kuwa na mchumba, jina lake lilikuwa Catherine, lakini alisaliti, aliungana na kaka zangu kuniteka, kuniingiza kwenye hila. Charles aliendelea, na nilikuwa na kampuni yangu CB Holdings, ipo Dar es Salaam. Kama bado ipo, nataka kurudi kule. Nataka kujua kama bado kuna kitu nimebakisha. Macho ya Neema yaling'aa. Hatimaye Charles alianza kupata mwanga wa maisha aliyoyapoteza. Lakini hakuwa peke yake tena. Alikuwa na mwanamke aliyempenda akiwa katika hali mbaya zaidi. Neema alimwandalia safari. Wakaweka nguo zake katika begi moja, kisha wakasafiri hadi Dar es Salaam. Hapo ndipo historia ya ajabu ilipoanza kujifungua. Wakaenda hadi katika jengo la zamani lililokuwa na bango CB Holdings Ltd. Ingawa lilionekana limechakaa, bado lilikuwa pale. Walimkuta mzee mmoja mle ndani. Alipotazama sura ya Charles, alisimama kwa mshtuko. Charles, Mungu wangu, umepona. Mzee huyo aliitwa Bwana Rashid, alikuwa dereva wa zamani wa familia yao. Alimwambia, kaka zako walidhani umekufa, waligawa mali yako, wengine wako Ujerumani, lakini kuna mambo bado yanawezekana. Nimehifadhi baadhi ya nyaraka zako, nilijua siku moja utarudi. Charles alikaa kimya muda mrefu ndani ya ofisi ile iliyokuwa imejaa vumbi na kumbukumbu. Neema alimshika mkono kwa utulivu, na kwa mara ya kwanza macho ya Charles yalitoa machozi ya furaha. Alikuwa amerudi sehemu aliyotengwa, lakini sasa akiwa na mtu wa kweli pembeni yake. Kwa msaada wa Bwana Rashidi, walipata nyaraka muhimu: hati ya umiliki wa kampuni, kumbukumbu za benki na mikataba ya awali iliyokuwa na saini yake kama mkurugenzi halali. Rashidi alikuwa amehifadhi kwa siri kwa miaka 5, akisubiri siku ambayo mwenye haki angerudi. Lakini kazi haikuwa rahisi. Charles alifungua kesi mahakamani dhidi ya kaka zake waliomfukuza na kugawana mali zake. Walishtuka, hawakuamini kuwa kichaa aliyekuwa akirandaranda mitaani sasa yuko mbele ya jaji akiwa amevaa suti nyeusi, kando yake akiwa na mwanamke mmoja jasiri, Neema. Wakati wa kesi, kaka wa Charles walijaribu kumbembeleza kimya kimya, tuchague amani, tuzungumze kifamilia. Lakini Neema alimkumbusha, huu si wakati wa hofu, ni wakati wa kusimama kwa ajili ya heshima yako. Walikutupa kama takataka, leo wanajifanya kuona thamani yako. Charles alisimama mahakamani, akaeleza historia yake yote kwa utulivu na uchungu: kuuawa kwa baba yao, njama za kaka zake, mateso ya kiakili, maisha ya mitaani na hatimaye msaada, kisha penzi la kweli kutoka kwa mwanamke wa kawaida aliyemtoa shimoni. Akamkabidhi jaji nakala zote za nyaraka pamoja na ushahidi wa daktari wa akili kuthibitisha kuwa hakuwahi kuwa kichaa kamili, bali aliingia katika mshtuko mkubwa wa kiakili baada ya kufanyiwa hila. Jaji alitulia muda mrefu kabla ya kutoa hukumu. Kwa mujibu wa ushahidi uliopo, mahakama inamrudishia Charles Baraka hadhi yake ya kisheria kama mmiliki halali wa kampuni ya CB Holdings, na wale walioidanganya mahakama na kugushi nyaraka wanatakiwa kufunguliwa mashtaka ya uhalifu wa kifamilia. Siku ya kutangazwa tena kwa Charles kama mkurugenzi mkuu wa kampuni yake, redio na televisheni zilirusha habari: mwanamume aliyedhaniwa kuwa kichaa arejea na kuibuka kuwa bilionea aliyesafishwa na mapenzi ya mwanamke aliyeamini katika utu wake. Neema aliandaliwa zawadi rasmi ya heshima mbele ya wafanyakazi wa kampuni hiyo. Charles alisimama mbele ya hadhara na kusema, wakati dunia iliyoniona kichaa, Neema aliona thamani. Aliponipa kikombe cha chai iliyorudisha heshima yangu. Leo hii kila mafanikio nilionayo ni matokeo ya upendo wake usio na masharti. Walimnunulia Neema gari jipya, wakamkabidhi duka la kisasa, na pia alipewa nafasi ya kuwa mshauri mkuu wa mradi mpya wa kusaidia watu waliotelekezwa mitaani. Miezi 6 baadaye, harusi kubwa ilifanyika Arusha. Wageni mashuhuri walihudhuria. Charles alivaa suti ya kifalme, Neema alivaa gauni la harusi jeupe lenye mapambo ya dhahabu. Walitembea hadi madhabahuni, huku watu wakishangilia kwa machozi na vicheko vya furaha. Biharusi alilia mbele ya watu, akasema, nilimpenda akiwa na mavumbi, leo nampenda akiwa na suti ya mamilioni ya fedha. Charles ni zawadi ya moyo wangu. Watu walishindwa kujizuia, walishangaa, walishuhudia, walipokea fundisho. Charles hakuwa tena kichaa. Alikuwa mfano hai wa mtu aliyepitia jahannam, lakini akainuliwa na upendo. Na Neema alikuwa malkia wa moyo wake, mwanamke aliyempatia kichaa thamani ya kifalme.
Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii. Niandikie nini umejifunza kutoka kwenye hadithi hii. Tukutane tena wakati mwingine. Shalom shalom. Amani iwe nawe. Assalamu alaikum.